Sasa tuangazie ama tuzame kunako habari za udako. Kipi ni kipi? Kipi kimeweza kutikisa na kuweza kumeka headline? Unaungana na official Rose D moja kwa moja kunako Biomedia. Usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Tunde kazi. Ni habari ya mwanadada Gigy Money ambaye ametoboa siri na kufunguka ukweli wote kuhusu Uncle T. Mchana makavu pia kwamba alitaka kutrend tu, hakuna lolote. Huyu ni msanii wa Bongo Flava Gigy Money ambaye ametoa maelezo ya wazi kabisa kuhusu uhusiano wake na mwenzake Uncle T baada ya kuwepo kwa tetesi na mjadala mkubwa mitandaoni. Katika taarifa yake, Gigy amekana kabisa kuwa na chuki yoyote dhidi ya Uncle T na amesitiza kuwa hakuna tofauti yoyote kati yao. Sasa Gigy aliweza kuzungumza kuwa yeye hakuwa na chuki na Uncle T wala kuwahi kuwa na bifu lolote na kiongozi huyo wa kike wa muziki wa Bongo. Lakini alifafanua kuwa Uncle T alifanya ule ama kitendo kilichosababisha mjadala ili aweze kutrend tu katika mitandao ya kijamii, yaani ili kuvutia umakini wa umma na kuwafanya watu wazungumze zaidi kuhusu yeye. Akizungumza kwa uwazi kabisa, Gigy Money namnukuu anasema, "Mimi sijai kuwa na tofauti naye, nachoamini tu alikuwa anataka kujulikana basi." Aliongeza kuwa alichokifanya Uncle T kilikuwa ni mkakati wa kawaida katika tasnia ya muziki ili kujenga umaarufu na kuwavutia mashabiki wapya. Sasa taarifa ya mwanadada Gigy inakuja baada ya kipindi cha mjadala mkali sana mitandaoni ambapo baadhi ya watu walikuwa wakidai kuwa kuna uhasama kati ya wasanii hawa wawili. Wengine walikuwa wakisambaza taarifa kwamba Gigy alikuwa na hasira au chuki dhidi ya Uncle T kutokana na kitendo kilichotokea. Lakini hata hivyo Gigy ameonyesha kuwa yote hayo ni uvumi tu na hakuna ukweli wote ndani yake. Lakini pia Gigy Money alisitiza kuwa yeye na Uncle T wanaendelea kuwa na uhusiano mzuri tu na hakuna kitu kibaya ambacho kinawatenganisha. Na anafafanua kuwa katika tasnia ya burudani wakati mwingine wasanii hufanya vitendo au kauli ambazo zinavutia umakini ili kuongeza umaarufu wao, na ndivyo ilivyokuwa kwa Uncle T. Picha ambazo zilitolewa pamoja na taarifa hii zinaonyesha Uncle T akiwa amevalia suti nyeupe ya kifahari, kofia nyeusi na miwani, huku Gigy Money anaonekana katika studio akiwa amevalia hijabu jeusi na vipokea sauti kwa kufanya kazi. Picha hizo zimeonyesha kuwa wasanii hawa wanaendelea na shughuli zao za kila siku bila kuonyesha dalili za ugomvi. Lakini mjadala huu, mtazamaji, umeonyesha jinsi mitandao ya kijamii ambavyo inaweza kusambaza taarifa haraka na wakati mwingine kuzidisha mambo madogo hadi kuwa makubwa. Na wafuasi wengi wa Gigy Money wamehimiza kuendelea kujenga amani na kutoingia katika migogoro isiyo ya maana. Kwa upande wa Gigy Money anaendelea na kazi zake za muziki na maisha yake ya kila siku. Sasa hivi karibuni amekuwa akijishughulisha na shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoa maelezo kuhusu maisha yake binafsi na safari yake ya kidini. Uamuzi wake wa kutoa maelezo haya basi umeonekana kama hatua ya kuwapa mashabiki wake uwazi na kuwatuliza wale ambao walikuwa na wasiwasi kuhusu uhusiano wake na wasanii wenzake. Taarifa hii inakuja wakati ambapo tasnia ya Bongo Flava inakabiliwa sana na mijadala mingi kuhusu uhusiano kati ya wasanii, ushindani na jinsi ambavyo wasanii wanatumia mitandao ya kijamii kujenga au kudumisha umaarufu wao. Gigy Money pia ameonekana kuwa na hekima na kutoa maelezo yake kwa utulivu na bila kuwashambulia wengine. Lakini watu wengi wanaamini kwamba kuwa kauli hii ya Gigy Money itasaidia kutuliza mjadala na kurudisha umakini katika muziki na kazi za wasanii badala ya migogoro binafsi. Gigy ameendelea kuwa miongoni mwa wasanii wa kike ambao wanavuma sana nchini Tanzania na anatarajia kutoa nyimbo mpya hivi karibuni. So stay tuned. Lakini kwa ujumla taarifa Gigy Money inaonyesha umuhimu wa uwazi na utulivu katika tasnia ya burudani. Badala ya kuacha uvumi ueneze chuki, amechagua kutoa ukweli moja kwa moja kwa mashabiki wake ili amani iweze kutawala. Basi sisi tunaendelea kukujulisha wakati mwingine kipi ambacho kitaendelea kujiri, mtazamaji. Kwa kufahamu zaidi usiache kusubscribe, kushare pamoja na kulike.